Na sina shaka unaendelea vizuri mtazamaji wa TBC1, asante kwa kuendelea kufuatilia matangazo yetu. Karibu sana. Haya ni maonesho ya 8 teknolojia ya madini ambayo yanafanyika Geita kwenye viwanja vya maonesho ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kukiwa na mabanda mbalimbali ambayo kwa namna moja ama nyingine yana uhusiano moja kwa moja na sekta ya madini. Moja kati ya sekta ambazo zinahusika moja kwa moja kwenye sekta ya madini ni taasisi mbalimbali ambazo zinajihusisha na masuala ya fedha, lakini pia masuala ya bima. Nipo kwenye moja kati ya mabanda ambayo yanapatikana hapa na ni banda la bodi ya bima ya Amana. Tutaenda kufahamu bodi ya bima ya Amana ni nini na majukumu yake na vitu vingine vingi ambavyo wanavifanya hapa katika banda hili. Na moja kwa moja sasa naenda kuzungumza na Nkanwa Magina ambaye yeye ni mkurugenzi wa kinga ya bima ya Amana na uwekezaji wa bodi ya bima ya Amana ambayo inafahamika kama DIB. Habari yako na karibu sana TBC1. Asante sana ndugu mtangazaji na karibuni katika banda la bodi ya bima ya Amana katika maonyesho ya 8 ya kitaifa ya teknolojia ya madini hapa Geita. Karibuni sana. Sawa, tunakushukuru sana, tumeshakaribia. Tunaomba kufahamu ama mtazamaji anatamani kufahamu bodi ya bima ya Amana ni nini, lakini pia majukumu yake ambayo inatekeleza. Bodi ya bima ya Amana ni taasisi ya kiserikali, ilianza kazi mwaka 94 chini ya sheria ya benki na taasisi za fedha ya mwaka 91, lakini baada ya sheria kubadilishwa mwaka 2006, bodi ya bima ya Amana iliendelea kufanya kazi kupitia sheria hiyo ya benki na taasisi za fedha. Na jukumu kubwa la bodi ya bima ya Amana ni kukinga amana za wateja katika benki. Tunaposema amana tunamaanisha nini? Ni fedha za mteja ambazo ziko benki, iwe ni akaunti ya kawaida ya akiba, iwe na akaunti ya muda maalum, iwe akaunti ya watoto, iwe akaunti yoyote ile ambayo ni akiba, ndio tunamaanisha ndio amana. Kwa hiyo bodi ya bima ya Amana kazi yake kubwa ni kukinga amana za wateja katika benki na taasisi za fedha zenye leseni ya Benki Kuu ya Tanzania. Sasa pengine mtazamaji ama mteja huyo wa benki anaweza kuona kwamba okay, amekingwa, lakini faida zake sasa ni zipi? Anaweza sione faida moja kwa moja. Mfafanulie kwa lugha rahisi kabisa ambayo huyu mteja wa benki anaweza akapata na akaelewa na pengine kwa namna moja ama nyingine akashawishika. Benki ni taasisi muhimu katika uchumi, katika jamii, katika biashara, katika kilimo, katika uvuvi, katika biashara ya madini. Na umuhimu wake ni kwamba inasaidia kufanya nini? Miamala, kufanya huduma mbalimbali za kijamii. Serikali inatumia benki kufikisha huduma zake kwa wananchi. Bado biashara hadi biashara inabidi benki husike, au mambo ya kilimo, mtu amepata pesa zake katika madini, amepata pesa zake, amefanya hiyo shughuli, lakini pesa anazitunza benki. Kwa hiyo lakini pesa hizo zinahitaji usalama benki. Kwamba benki japokuwa ni taasisi muhimu katika uchumi, katika mambo ya kijamii, lakini bado pia kuna vihatarishi, kwa sababu benki zinafanya biashara kama kampuni lingine, inaweza ikatetereka. Na pale ambapo benki ikitetereka, basi na Benki Kuu akasema kwamba hii benki imetetereka na haifai kuendelea kuwa sokoni, je, mteja huyo wa benki anapata kinga ya bodi ya bima ya Amana kutoka nani bodi ya bima ya Amana, kwa maana kwamba atafidiwa mpaka kiwango fulani ambacho kipo kisheria, kwamba asipoteze pesa zake zote. Sasa hiyo ni faida ya bodi ya bima ya Amana kwa mteja wa benki. Sasa kuna hizi taasisi za fedha ambazo tunaziita benki, sasa wenyewe wanafaidikaje na DIB? Pengine kuna faida yoyote ama wao kwa sababu tu hawajaliwi au DIB haiwaoni, haiwajali na dini na yule mteja wao moja kwa moja? Faida kwa benki ni kubwa sana, kwa sababu tuseme kwamba hakuna taasisi nyingine duniani, hatuseme hata Tanzania, ambapo umma uko free kwenda kuweka pesa benki, si ndio? Hakuna taasisi ya namna hiyo. Ni benki tu ndio wana faida hiyo. Wanaweza kupata pesa nyingi, wakafanya biashara, wakapata faida, umeona, wakahudumia uchumi, wakahudumia serikali, umeona, wakahudumia mtu mmoja mmoja, wakahudumia kwenye biashara, wakahudumia wachimba madini, wawe wakubwa, wawe wadogo. Unaona, sasa wao wanafaidika kwa ile imani inayojengwa na taasisi mbalimbali za usimamizi, ikiwemo Benki Kuu, ikiwemo Wizara ya Fedha, ikiwemo bodi ya bima ya Amana. Kwa maana kwamba ule utulivu usichukuliwe tu kwamba upo kwa sababu kuna taasisi zinafanya hiyo kazi, kwamba yani kuwapata watu tu wakuletee hela wewe kama benki, yani umewapa nini? Umeona ni kwamba kuna mazingira ambayo yamewekwa mkaaminika, benki zikaaminika. Kwa hiyo benki zinafaidi kwa kiasi kubwa na mabenki ndio wanaofaidi kwa kiasi kubwa.
Yaani wanapata pesa nyingi ambazo tena ni za gharama ya chini sana kuweza kufanya biashara zao. Kwa hiyo mabenki ni wafaidika wakubwa sana. Sasa mmekuwa hapa kwenye maonesho ya 8 haya ya teknolojia ya madini hapa Geita. Nina imani mlikuwepo ya 7 na pengine yote yaliyopita. Tija yake ni nini? Mmezungumza na wananchi wa kanda ya Ziwa hususan Geita kuwafahamisha hizi faida, na mwitikio wao umekuwaje hasa kutembelea banda hili na kuelewa kile ambacho mnakifanya? Kwa kiasi kikubwa wateja wetu waliotembelea hili banda, na limekuwa banda kama lina nini, tunasema Kiswahili gani nitumie, kwamba si unajua nyuki wana asali ni kama kuna asali hapa. Yaani unajua unakuta mabanda mengine wanafuata kuna nini hapa, akiomba bwana pesa zako ziko benki zimekingwa. Mwingine hajui, kuna mwingine alikuwa anajua kumbe nyewe mnafanya kazi nzuri sana. Kuna viongozi wa kitaifa pia wamekuja hapa, umeona, wengine wa huu mkoa, wakuu wa wilaya nani wamekuja hapa, wameona faida zake, na wao walikuwa wengine hawajui, wakaona na wakasema basi hii elimu mnatakiwa pia mzidi kuipeleka kwa wananchi. Of course labda na huduma zingine ambazo zipo zinafanana za kifedha nazo zishughulikiwe kwa namna hii, umeona. Kwa hiyo wateja wamefaidika sana, na wanasema elimu hiyo ipelekwe zaidi kwa wananchi ili waweze kujua kwamba kumbe pesa zetu ziko salama. Kwa hiyo hata benki watazitumia kadri wawezavyo. Pia ukiachilia mbali maonesho haya, njia gani ambazo mnatumia kutoa elimu kwa jamii, kuwafikia wananchi, kuhakikisha kwamba wanaelewa moja kwa moja zile shughuli ambazo mnazifanya? Pamoja na maonesho kama haya ya madini hapa Geita, pamoja na maonesho ya 77, maonesho ya 88, lakini pia tuna tovuti ya kwetu, kuna taarifa tovuti ya DIV ni www.div.bot.go.tz, umeona. Kwa hiyo kule kuna taarifa zetu, kuna mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, X, zote huko tunafika. Lakini pia tunafanya program kwenye taasisi za habari kama television, kama radio, tunafika sana. Hata kwenye press release, yani taarifa kwa umma, huwa tunatoa kama kuna jambo la msingi kuwafikishia wananchi. Sasa nini wito wako sasa kwa jamii? Nakupa fursa ya kuzungumza na mtazamaji ambaye anakutazama hivi sasa, pengine hajafika kwenye maonesho yeyote, akafika kwenye banda lenu. Zungumza naye, mshawishi aone kwamba hiki kinachofanyika kina umuhimu mkubwa sana kwake. Kama nilivyoeleza, jukumu kubwa la bodi ya bima ya amana ni kukinga amana za wateja. Kwa hiyo wateja wawe na amani, watumie taasisi za kibenki, waweke pesa zao kwa sababu ni taasisi ambazo zinaangaliwa kwa macho mengi na taasisi nyingi za udhibiti, ikiwemo Wizara ya Fedha, ikiwemo Benki Kuu, ikiwemo bodi ya bima ya amana. Kwa hiyo tunazitazama. Kwa hiyo wananchi wawe na amani, waamini benki, waendelee kuzitumia hizo benki, kwa sababu hata benki ikitetereka kuna utaratibu mzuri kwamba itoke sokoni namna gani. Hata benki kuingia sokoni inaingia kwa utaratibu, na kutoka inaingia kwa utaratibu, na lengo lake ni kuhakikisha kwamba wananchi na umma kwa ujumla una imani katika sekta ya kibenki. Na kutakapokuwa hakuna imani kwenye sekta ya kibenki, basi hata wananchi hawataweza kutumia hiyo benki na uchumi unaweza ukatetereka kwa maana yake. Kwa hiyo mimi wito wangu ni kwamba wananchi waendelee kutumia huduma za kibenki, kwa sababu ni muhimu katika kijamii, kiuchumi, na pia hata kibiashara katika shughuli ya kila mmoja baada ya mwingine. Sasa anayefuatilia matangazo haya anawezaje kuwapata kwenye smartphone ama simu janja ama kishkwambi ama laptop huko kwenye mitandao ya kijamii? Mnapatikana pengine, kama mnapatikana mnatumia jina gani ili iwe rahisi, hata kwa namba ya simu pia? Tuna website kama nilivyosema, www.div.go.tz. Ukifika kule na mitandao yetu ya simu ya kijamii imeorozeshwa kule. Kwa hiyo mtu anaweza katufikia vizuri, iwe YouTube, iwe Instagram, iwe X, atatupata kule. Lakini pia kiofisi tuko Benki Kuu ya Tanzania Dodoma, makao makuu, ghorofa ya kwanza. Lakini pia tuko Dar es Salaam, majengo ya Benki Kuu mnara wa kaskazini, ghorofa ya 11, wanaweza katupata. Lakini pia kwenye matawi yote ya Benki Kuu ya Tanzania wanaweza katupata. Nakushukuru sana. Asante sana.
Sasa mtazamaji, tumekamilisha hivyo. Ulikuwa ukipata maelekezo ama maelezo hapa kutoka Bodi ya Bima ya Amana, umuhimu wake, faida yake kwa mtumiaji wa huduma za fedha, lakini pia hata taasisi za kifedha kwa maana ya benki, kama ambavyo umesikia hapa. Tuna la ziada, bado tuko kwenye maonesho ya 8 ya teknolojia ya madini hapa Geita, ambayo yanafanyika kwenye viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassan. Endelea kuitazama TBC1, kweli na uhakika.